ambayo unajifunza gari kwa mara yako ya kwanza kabisa na kuonyesha namna gani uanze kuendesha gari. Hapo hapo ulipokaa, tulia hivyo hivyo. Njoo nikuonyeshe gari huwa inaendeshwaje. Kwanza ukifika kwenye gari ndio umepewa funguo kwa mara yako ya kwanza. Funguo ndio hii. Haya, unakuja sogeza hapa. Funguo yako hii, unaona, ukishadumbukiza gari zote za Toyota funguo inapelekwa huku. Umeona huku? Huku. Unapeleka huku ndio mlango unakuwa umefunguka. Zile makampuni baadhi unapeleka kulia, lakini kama ni Toyota funguo unapeleka huku, then unafungua. Ukishafungua unakuja hapa. Jambo la kwanza ndio unaendesha gari yako kwa mara ya kwanza ni kuseti eneo lako la udereva. Unaliseti vipi? Hii si ndio funguo, unaichomeka hapa. Ukikuta hii steering imejilock kwa mfano hivi, umeona? Yaani ukitoa funguo steering huwa inajilock kama hivi. Kwa hiyo unaiweka funguo, ukishaiweka unaona hapa ukitaka kuwasha huku unatikisa. Umeona imejilock? Sasa ukiwa hivi haiwezi kuwaka gari. Unafanyaje? Kwanza unaanza kuitikisa steering, afu ndo unaweka line. Kwa ukishaweka on, basi hapo ndio gari yako iko kwenye hatua za awali za kufanyaje, za kuanza kuiendesha. Ndio mara yako nazungumza na watu ambao mara ya kwanza anashika gari, ndio nakuelekeza gari inaendeshwaje. Kwa hiyo ukifika eneo la kwanza una set kiti chako. Hiki kiti kilivyokaa hakifanani. Watu wengine sisi warefu kwenda chini, wengine warefu kwenda juu, wengine wanene. Kwa hiyo cha kwanza ukishakaa, unaona kiti chako kinakuwezesha kukanyaga hizi pedo. Umeona zile pedo? Hii gari ni automatic. Kwa nafundisha kwa watu ambao wanataka kujua automatic. Siku nikipata manual nitakufundisheni. Hapa chini unatakiwa uangalie mguu. Huu ni moto, huu ni moto. Hii ni brake. Kwa hiyo unatakiwa uangalie kwamba mguu wako wa kulia ndio utumike kusurvive sehemu zote hizi mbili. Aghalabu sana ukawa makini kwa kuendeshea miguu miwili. Gari automatic nyingi huendeshewa na mguu mmoja. Huu mmoja unatulia, unasubiri uweke hand brake na utoe, lakini huu unatakiwa ufanye kazi zote mbili, kwa sababu wakati hii inafanya kazi, hii haifanyi kazi. Na wakati hii inafanya kazi, hii haifanyi kazi. Kwa hiyo huna haja ya kutumia miguu miwili. Kwa hiyo unaanza kuhakikisha kiti hiki kimekuweka katika hali ya uhuru. Manake kama kiko nyuma, mulika hapa. Umeona hiki kiti chochote kuna viti vya umeme unabonyeza. Hiki cha manual na ndio gari nyingi. Kwa hiyo unavuta hiki kidude, kama ni mrefu unarudisha nyuma, na kama ni mrefu unarudisha nyuma, kama ni mfupi unavuta mbele kidogo. Kama mimi ni mfupi wastani, kwa nitaweka hapa. Na hakikisha mguu wangu unafika pale vizuri, angaonyesha vizuri kama hivyo. Kwa hiyo hapa nimekaa vizuri. Haya, mgongo umesimamaje? Mgongo unaona umekaa hivi. Unaweza ukaamua kiti chako kije mbele kidogo kama hapa, au kirudi hapa. Kwa hiyo unavuta hiki kidude hapa, unakivuta kuseti vizuri. Hapo umekaa tayari. Kinachofuata ni kuwasha gari. Usiwe na pressure unapokuwa umekaa kwenye gari. Hiki ni chombo cha moto ambacho ni cha kawaida kabisa kama baskeli. Kwa hiyo usipate pressure, kuwa na amani. Unaleta mkono wako kuwasha gari. Gari ina stage 3. Stage ya kwanza ni kwenye lock, stage ya pili ni kuweka on. Unaruhusu umeme uende kila mahali, kwenye betri, kwenye radio, kwenye nini, unachaji simu hivyo. Stage inayofuata ya mwisho ni kuwasha. Kwa hiyo kuwasha unaizungusha mpaka mwisho. Hapo gari imewaka tayari. Haya, njoo tuendeshe gari pamoja. Njoo tuendeshe pamoja. Njoo kuzunguka huku. Endelea. Umeona hii steering? Hapa cha kwanza funga mkanda kwa usalama wako. Maana yake huu mkanda unatakiwa uvute na mkono wa kushoto ili uwe bora zaidi. Ukivuta na kulia kupeleka huku ni kazi. Kwa hiyo ukivuta na kushoto unauleta, unachomeka hapa mpaka ulie hivi kama hapo. Safi kabisa. Ukishakuwa hapo, mguu wako wa kulia kanyaga breki kabla ya kufanya chochote. Huu mguu wa kulia unakanyaga breki vizuri. Alafu unakuja hapa kwenye hii ndio gear lever. Ikiwa P ni kwamba gari hii imepaki, haiwezi kutikisika. Ikiwa R, mwonyesha R, wanaziona vizuri kweli? R hii ina maana gari inatakiwa kurudi nyuma. Ikiwa kwenye N, maana yake hapo gari haipo kwenye gia yoyote. Ukisukuma mbele na mkono itaenda, ukisukuma nyuma itaenda. Kwa hiyo iko N. Kwa hiyo sasa tunataka kwenda mbele. Kwa hiyo unatakiwa uilete wapi? Hapa kwenye D. Kwa hiyo ili umeona ukivuta hivi haiji, unatakiwa uminye hiki hapa kitu cheupe. Kwanza umekanyaga brake. Usipokanyaga brake haitokuja. Kwa hiyo unabonyeza hiki, ukisha kibonyeza ndo unashika hapa, unaivuta ya kwanza kwenye R, N, afu unaweka kwenye D, unaachia. Hapo gari yako ipo standby kwenda mbele. Macho mbele,
akili kichwani, gari inatakiwa itembee. Mikono miwili unaweka hivi. Mwendo wa saa 6, wanasema saa 6 na dakika 45. Watu mambo ya elimu nyingi za udereva, lakini mikono yako iwe sawa sawa kama hivi. Usiwe umeshika hivi. Bado acha ustaa kwenye gari kama hujazoea. Kwa hiyo unashika hivi, macho mbele, usiachie breki yako, usiachie kabisa. Kwa hiyo cha kwanza kwenye gari za automatic hutakiwi kukanyaga mafuta. Cha kwanza unaiachia breki kwanza. Pole pole gari itaanza kuondoka, inategemea gari yako ina power kiasi gani. Ukishaachia breki ndio sasa unaanza kuinyosha. Waonyeshe mbele, unanyosha gari. Umeona gari ukiona inahamia kushoto irudishe kulia, na ikiwa inaenda kulia irudishe kushoto. Ikiwa imenyooka wewe unatulia. Kama hivyo, onyesha steering. Umeona kwa mfano hapa gari inanyoosha mbele, mimi sijakanyaga mafuta. Kwa sababu wewe ni mgeni, mafuta unakanyaga kidogo tu. Unakanyaga kidogo wakati unaangalia mbele. Ukitaka kusimama, usikanyage breki kwa ghafla. Unaikanyaga pole pole kama hapa, pole 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 pole, gari imefanyaje? Imesimama. Turudi reverse, unakanyaga hivyo hivyo breki, unabonyeza hapa, unarudisha R. Kwa hiyo unaachia tena breki yako taratibu, gari inarudi nyuma. Vioo viko ni viwili. Usije ukayumba. Unapokuwa unataka kurudi nyuma, jaribu kioo kimoja kigeuze kuwa kioo mama na kingine kioo cha dharura. Kwa kioo cha kulia kikupe muongozo wa asilimia karibu 70 na cha kushoto kikusaidia kunyosha. Hiki cha nyuma kinakuangalia pale katikati, wewe unaona nini? Kwa mambo yanakuwa ni mazuri. Na wewe kama kwenye hii kitu hujaelewa, niambie hapo kwenye comment kwamba wapi hujaelewa nirudie. Ila kama umeelewa chochote, hebu sema neno hapo kwenye comment na tuendelee kesho na nini unatamani nikifundishe tena. Lakini leo nimekuelekeza namna gani hata ukipewa gari leo unaweza kuliondoa bila shida kabisa. Karibu sana, mimi naitwa Khalid Magari, Dodoma mjini, kukuhakikishia na wewe unaendelea kuwa dereva bora unayejua gari linahitaji nini. Mimi napatikana Dodoma, nauza na kununua magari popote Tanzania, na mimi ni ndugu yako wa damu. Niko pambamba na wewe mpaka uwe mtu makini na unayejua mambo yanaendelea. Asante sana na Mungu akubariki.